Na mtazamaji wa Stein TV, karibu sana katika siku nyingine tena katika mahojiano na msanii wa nyimbo za Bongo Flava anayefanya sanaa yake hapa kanda ya Ziwa katika mkoa wa Mwanza. Lakini tuko naye katika mkoa wa Kagera kwa ajili ya kuweza kupiga naye story kupitia studio za Stein TV, tuweze kujua ni kitu gani ambacho kina happen katika sanaa yake. Mimi naitwa Gibran, nikwambie karibu sana. Never Love, kwanza karibu sana. Asante kabisa. Uko fresh? Niko fresh kabisa. Bana, Never Love, tumeona unafanya vitu vingi sana katika mitandao ya kijamii. Ndio. Kuanzia kwenye muziki, lakini ukiacha muziki kuja katika upande wa baadhi ya content ambazo unazifanya katika mitandao ya kijamii. Labda tuambie muziki na content unawezaje kuvi-maintain kwa wakati mmoja na vyote vinaenda? Issue hapo ni kujipangilia wewe kama wewe. Maana muziki sasa mimi kwenye vitu vyangu huwa napangilia, yani huwa navipangilia. Maana kwenye muziki najitegemea, afu na kwenye content ndio najitegemea. Sasa na kwenye muziki huwa natenga muda fulani, kama sema kama kwenye wiki naweza nikasema leo nitoe hata lolote, naandika hata ngoma mbili, alafu kwenye content nikushtua tu wana au vipi leo tabidi tuwe kitu, unashtua au vipi tutoe tunatoa kitu. Ndio hivyo tu. Issue ni kujipangilia tu. Never Love, tumeona baadhi ya wasanii wengi, wewe ni wa Bukoba, lakini sanaa yako unaifanyia kule Mwanza. Baadhi ya wasanii wengi wanasema kwamba ni ngumu Bukoba kutoka kimuziki. Vipi katika upande wa mkoa wa Mwanza? Unapaonaje labda ushindani wa kule? Kwa kule tuseme, naweza nikasema kwa sababu huku Bukoba bado ni manispaa, alafu kule ni jiji. Kwa hiyo naweza nikasema kule at least unaweza kufanya kitu na kikaenda, kikaonekaniwa, kwa sababu kuna population kubwa ya watu. Na wapo wawekezaji kama mimi hapa wanapokuwa naimba hivi na naita kwenye bar kubwa, kama kuna Empire Bar, kuna Tema Bar, maklabu makubwa, ukienda kuimba kule at least unaweza kupata manager akakupush. Lakini huko Bukoba inakuwa ni kipengele kutokana, lakini huko Bukoba pia clubs zipo huko zipo na wasanii wanaimba. Sasa unavyoambia sawa, lakini huku naweza nikasema kwa sababu bado ni manispaa, lakini kule ile jiji lile, alafu kuna population kubwa watu baadhi au watu wa aina mbalimbali, ndio unaweza kutegemea, unaweza ukapushiwa, unaweza kufanya kitu chako kikatoka hapa ikaenda viral, au ukapushiwa na mtu fulani kushika mkono tu ukaenda. Lakini Bukoba sidhani. Okay, hapo labda ushapata mtu wa kushika mkono kama ulivyozungumza kwamba Bukoba na Mwanza tofauti ni hiyo, kule kuna clubs kubwa unaweza kuwa unaimba mtu akushika mkono. Tumeona account yako inachangamka. Vipi, ushapata mtu nini mwanangu? Nafahamu mtu kumpata, naweza nikasema nishampata. Nishampata maana yupo anko fulani hivi kwenye kila jambo unajira jambo nalokuwa naenda kulifanya mimi. Siwezi kutoa kitu chochote bila kumshirikisha yeye. Ndio. Naweza nikaandika ngoma nikasema anko, vipi ngoma hii hapa ikoje? Anasema hey, vipi hii hapa niambie nisikie, au vipi hivi vina na mizani vimeendaje, hii melody iliyopita nao vipi. Akishaishika tu, akishasikiza hii kama yeye anaweza akasema itoa, au hii hapa njoo uimbe live kwenye nanili. Kwa hiyo ndo kama meneja wako? Naweza nikasema kama ndo kama meneja wangu yani. Japokuwa sio mkubwa sana, lakini ni na kawaida, lakini mambo yanaenda. Never, una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Hadi sasa hivi nyimbo zangu na nyimbo kama 10 hivi. Kama 10 ndio. Wewe nafasi labda sasa hivi kukaa wewe umepata nafasi ya kufuta wimbo mmoja YouTube, tafuta wimbo gani? Kusema kwamba dai kwa kusikiliza mwenyewe nilizingua. Hapa hata nikasema naweza nyimbo inaitwa Moyo Unadundia Juu, naweza nikafuta hiyo. Kwa nini sasa Moyo Unadundia Juu ilikuwaje sasa mpaka maana hiyo nyimbo nimekuja kuangalia beat tulotumia ile. Kuna Ali Kashoke katumia. Ali Kashoke. J-Boy katumia. Kwa hiyo kuna wasanii fulani hivi wametumia. Kwa hiyo ukishatoa ngoma kama hiyo mtu anaweza kusema umeenda hivyo. Kwa hiyo kati wewe, Ali Kashoke na J-Boy, alikuwa nani wa kwanza kutoa ngoma kupitia hiyo beat? Alikuwa wa kwanza, alikuwa ni naweza nikasema Ali Kashoke. Maana nilisikiliza producer alichanganya mambo ni nikasema na karea huko kitu ambacho kimeisha kati, au labda wewe ndio ulitamani ile beat. Maana siamini kama kuna producer ambaye anaweza kukupa beat ya wimbo mwingine ambao tayari umefanyika kwa msanii mwingine pia. Mimi naweza nikasema kama beat ile nilitamani. Maana ilikuwa matamanio. Hatari sana. Bwana, labda ni uamuzi gani ambao ulishawahi kufanya kimya ili muziki wako uweze kusogea bila watu wote kujua?
Uamuzi bwana nimefanya kimya kimya. Ni mgumu lakini utaumia ama sitaumia. Ukafanya kimya kimya ili muziki wako uweze kusogea. Huo muziki unaitwa Mapenzi Yanaua. Mapenzi Yanaua. Hiyo nyimbo nilifanya kimya kimya. Japokuwa nilisaidia desa kupush at least kutoka kule kwenye ile level ndio kuwepo tena kwenye level nyingine. Ndio hivyo anko some, ndio hivyo yani. Hiyo nyimbo yenyewe imeshika, yani naweza kusema kama imeteka hisia za watu. Okay, labda ni kitu gani ambacho ni kigumu uliwahi kukifanya kwa ajili ya mafanikio yako ya muziki bila watu kujua, hapo mwenyewe ukashtuka sana, fanya hiki kitu ni kigumu kwa ajili ya mafanikio yangu ya muziki, lakini huenda kikawa ni hatari zaidi? Kitu hicho hicho nimejitoa sana, yani nimejitoa ili muziki wangu uweze kutoka pale ulipo kupanda juu, uweze kujulikana at least. Okay, nimejitoa sana mara hapo, yani kujitoa sana ndio unaweza kusema kama unakuwa hujaandaa kitu chochote. Kama unaweza kuna kurekodi kule inabidi ujitoe sana, yani ujichange at least kama sisi tunaanza hivi. Kwa ni kipengele ujichange mara kwenda kurekodi. Ndakuta hiyo era unaenda kurekodi na tiste mtu anaenda kurekodi anakuambia 60 yenyewe huu, na yani ukiangalia underground unajitafuta yani hapo ukiangalia na kwa kipengele yani unaweza kuangalia sasa hapa nitafanyaje. Never Love, umekutana na wasanii gani Mwanza ambao ni wakubwa kidogo ambao wanakushauri bwana mdogo wangu upita njia hii kama mimi nilivyopita hapa na nikatoboa? Kuna wasanii wanatokea Vanilla wanatokea Mwanza. Ndio. Baraka da Prince anatokea Misungwi pale Mwanza. Sasa labda na wanafanya show kule Mwanza. Pia mbali na hapo wiki iliyopita walikuwepo Makabila Mwanza pale. Labda umejaribu kufika pale ukamshauri brother na kuaje na nini? Kufika kule kufika ni sikufika. Au ushaye kufika kwa msanii yote mkubwa kwamba ushauri ambaye pia yuko Mwanza? Anishafika. Nikiangalia Vanilla hivyo kwa amekuja kule. Maana msanii uweze kutoka kule ulipo kuna sehemu nyingine, inabidi uangalie wasanii wale wakubwa. Kuangalia je, huyu ameimbaje hapa? Inabidi uangalie zile zile content anazokuwa anapitia yeye, uweze kuangalia huyu hapa amepita tu idea. Maana uweze una idea za kwako peke yako. Inabidi uangalie uje huyu mkubwa yukoje, huyu mkubwa amepitaje, je mkubwa mimi ndio aliyopita nao amepitaje. Kwa inabidi uangalie je huyu alipopita na mimi nikijaribu sinaweza nikananilie. Kwa hiyo mimi huwa naenda kwenye kama hizo kama akija kutoa show kule naenda naangalia huyu mwana anaimba vizuri hivi, kwa nini mimi ni nani? Sasa huwa naangalia, naweza nikasema kama sasa kwenda kupata nafasi ya kuongea naye, lakini huwa nikifika pale huwa nahudhuria tu zile show zake. Naangalia Eddie anakuwa anatumia nyimbo na sauti anakuwa anatumia beat anakuwa anatumia uwezo wake na confidence anakuwa nayo. Okay, wanatamani kufikia nafasi ya msanii gani hapa Tanzania alionayo sasa hivi? Hapa sasa hivi nafasi naohitaji kufikia, naweza nikasema kama Aslam. Okay. Aslam yake namkubali, cheki nyimbo zake zimepoa. Sasa usije kuwa umemtaja kishikaji. Sio kishikaji, ule anko yuko vizuri kabisa ule. Yaani nikicheki nyimbo zake zimepoa kabisa, hata ukiangalia anakuwa akipitia. Hata ukitaka kusikiza wewe mwenyewe na kuna kitu. Kuna kitu. Sasa yeye ajulikane. Utaje mtu ambaye kidogo ajulikane. Sasa unataka wewe bado unajitafuta underground. Unataka uwe kama Aslam ambaye kidogo hajatoka kiasi. Labda kama kupitia Stein TV huenda kuna baadhi ya wasanii wanatazama mbalimbali. Labda msanii gani ambao unatamani uwe kama yeye ama kufanya naye kazi? Ukiacha mambo ya ushikaji, umemtaja Aslam mshikaji wako, umefanya interview na Stein, kesho aone umempa mashavu na nini. Msanii nikasema kama Diamond. Diamond anafanya muziki mzuri. Sasa ukiangalia yeye anafanya sasa hivi Mondi anafanya nyimbo ambazo zinaenda international kabisa. Kwa nini nikasema msanii mkubwa East Africa. Na sasa hivi kwa jinsi anavyoendelea kupambana hivi atakuwa msanii mkubwa Afrika nzima na ndio dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mimi namkubali Mondi. Natamani niwe kama Mondi jinsi alivyo kule. Na ndoto kweli. Okay, sawa. Never Love, swali kidogo la uzushi. Umepata nafasi ya kufanya, umewekewa wasanii wa tatu. Alikiba, Mbosokani, Diamond Platnumz pamoja na Harmonize wanne. Mchague mmoja wapo ufanye naye interview. Mbosokani, Harmonize, Diamond Platnumz pamoja na Alikiba. Unafaa collab na nani sasa hapo?
mbona nikikana mwamba huyo kitu inaenda. Hapo naweza nikachagua Diamond Platnumz. Maana namkubali sana. Ndio. Okay, umetishi sana. Labda kwa wasanii wa kike, Nandy, Abigail Chams pamoja na Zuchu. Nakubali Zuchu. Maana nyimbo zake anazotoa mbona kumkubali, yani ambao ukifanya naye ngoma unajua nafasi ya kufanya collab na Abigail Chams, Nandy pamoja na Zuchu. Naweza nikasema Zuchu. Kwa nini? Sababu nyimbo zake hata ukiangalia mwenyewe yani apoi laki toa hiki na toa kesho hiki. Hapo ukiangalia vote zinakuwa zimeiti kabisa. Wote na wasanii wengine. Okay. Bana Never Love, cha kumwambia mtazamaji wa Stein TV, labda ngoma zako ambazo unazifanya wanazipataje kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii natumia Never Love, TikTok, YouTube natumia Never Love, hata Instagram natumia jina official Never Love, ndio. Hata Facebook unapatikana kwenye nikasema kwamba kwenye nani zote hapa media zote napatikana Never Love. Ukitaka kupata nyimbo zangu YouTube unazipata. Nyimbo zipo nzuri kabisa, mashabiki zangu. Sasa nikasema ukienda kuna nilivu leo utaenjoy tu. Kitu gani kinamfanya labda enjoy shabiki? Maana nyimbo zenyewe zina mimi sasa siwezi kutoa nyimbo eti kama nitoe tu ili mradi. Mimi natoa nyimbo kutokana na maisha watu wanao wanapitia wakati uliopo yani. So mambo yananilima mara alipita hamna. Yaani wakati uliopo hata ukicheki mimi sasa hivi niko hapa, lakini nyuma nimepitia kitu fulani. Nimeaso. Mbona kwa natoa nyimbo kama hizo? Naweza nikasema hivyo tu, lakini wewe ukienda tu mwenyewe utaenjoy tu nyimbo kusikia. Bana tali sana Never Love. Unamwambiaje shabiki? Unamwachachaje kidogo? Shabiki, naweza nikasema kwamba kwa sasa hivi kuna nyimbo nataka kutoa. Nyimbo inaitwa naweza nikasema kama inaitwa Nihurumie. Nyimbo inaitwa Nihurumie. Hiyo nyimbo naweza nikasema kwamba nyimbo yani inazungumzia maisha na kunapitia na unaomba Bwana Mungu wako akusaidie. Okay, kwa hiyo tumegusia katika upande wa gospel. Yaani imebase, inaweza kusema kama imebase lakini yaani japokuwa ni bongo flava lakini imebase kwenye gospel. Ndio. Jili, bado usikilize hilo goma. Bwana asante sana kwa time yako Never Love. Umetisha sana mwanetu. Siku nyingine karibu tena Stein TV tupige mastori kama hapa na nini, si ndio? Ndio, asante. Okay, mtazamaji wa Stein TV, huyo ni msanii wa nyimbo za bongo flava, singeli, lakini pia content creator katika mitandao ya kijamii anayefahamika kwa jina la Never Love. Ameweza kushare vitu kadha ameweza kuelezea, si ndio? Sasa kwa kitu ambacho amekizungumza msanii Never Love, ni wakati wako sasa kuweza kumshauri. Kama unataka kumshauri katika haya aliyoyazungumza, weka comment yako tuweze kujua sanaa ya mkoa wa Kagera inaenda wapi, inafika wapi, ili na sisi